What's happening in Okarao? Yani wewe ukiangalia, is this a normal government or is there something wrong? Because kila kitu inafanywa hapo. Saa hii Okarao kila kitu inafanywa hapo. Maparapara ndio yeye nalimwa. Wanaenda wanaleta damu, wanaleta hata poti, wanaweka nini mpaka samaki, kila kitu. Wanaleta mattress, kama watu ya Okarao wajawahi kuwa na mattress, kama walikuwa wanalala chini. I was even surprised that hata viatu. He said that this government is very desperate. Sasa wacha nikuulize, how do you trust the police officers or security when you find kama ile ya Kisumu, police officers are working with those people who have bows and arrows? Ukiangalia Kisii, askari walikuwa wanasimama, watu wako huku Keumbu. Askari wanasimama na mapunduki, wanaangalia watu wako na. So how do you trust them? You must defend yourself. That's what people are doing. Sasa unataka kuniambia kama hapa nje ningekuwa na watu wanataka kuniletea furugu, I would be having people here to defend me. So let's the government do this work. Wacha watu wajiwe waongee, because the constitution is very clear. Watu wapate uhuru ya kuongea, na ukiongea kitu ile mbaya iko watu ya national cohesion. You get that? Why do we have national cohesion if sasa kila mtu amekuwa anaongea mbaya? You know, even national cohesion cannot do this work because watu ya serikali wanaongea matope. Hii watu kutoka hapa nje wanaongea matope. So ni matope gani mzuri kuliko matope mengine? Wote ni matope. So we cannot allow hiyo ndio wana allow that the people who are allowing this nonsense. They should stop. Waje watu waelezo waambiwe. Sasa waje niwaulize, when the president takes a mic and tells people that are brainless, that are useless, that are doing what do you think? What would ile watu chini yako watasema nini? Ukifika 2027 all the seats should be vacant. Hakuna hata yangu hapa itakuwa vacant, ya governor itakuwa vacant, ya president itakuwa vacant. So hakuna mtu anataka kiti ya mwingine, is the law. So uweze kuambia watu ati kwa sababu mtu anataka kusimama presidency, mnamulika yeye sana mpaka you lose focus. Mnapeleka watu waende kupigana wafanye nini kama watu ya Okarao? What's happening in Okarao? Yani wewe ukiangalia, is this a normal government or is there something wrong? Because kila kitu inafanywa hapo. Saa hii Okarao kila kitu inafanywa hapo. Maparapara ndio yeye nalimwa. Wanaenda wanaleta damu, wanaleta hata poti, wanaweka nini mpaka samaki, kila kitu. Wanaleta mattress, kama watu ya Okarao wajawahi kuwa na mattress, kama walikuwa wanalala chini. I was even surprised that hata viatu. He said that this government is very desperate. I don't know why people should spend periods on one constituency when other places that we are missing many things. I mean, kama watu wamekuweka uongozi wamesema wakutaki, you don't need to fight them. Why? Mimi na Nakuru Town West hivi nimepigiwa kura wasema wataki Arama. I will just go down here tell them what I've done. What decide kama Arama amefanya ama hajafanya. Lakini ukianza kuweka watu vile nimeona hiyo ya Kiarao where all government machineries, you can imagine that the democracy demands that watu ya pande hiyo waende wapigie mtu wanataka kura. Don't you think if we elect the UDA candidate in Okarao, don't you think we are electing the wrong person? Because hii mtu ataenda kueleza kazi yake ila anaenda kufanyia watu. Ministers wote wameanguka hapo. Ma-PS wote wameanguka. All government parastatals people wameanguka hapo. What hiyo mtu ataenda kufanya kazi na mlangani because yeye people are being bribed left right. Then you can see what the IPC they are saying that they want to call people waende kueleza. Wanaenda kueleza nini? This is in public domain. Kwani hiyo mamatros imeandikwa GK. GOK imetoka wapi? He didn't. That's what he's saying. But do you think he didn't? Wewe ndio waje nikwambie, hakuna mtu anaweza amuka kama saa hii niko hapa. Hakuna mtu atatoka kwake akuja aniletee furugu hapa chini kama hajatuma. Ni mtu gani? What is the interest ya hiyo mtu? Yaani nataka useme watu walikuwa Keumbu wakarara, kila mtu akaamua kutoka kwake na panga ati leo mimi naenda. Alijuaje huko mapanga mingi watakuwa wengi? Those people waliwekwa wakaelezwa wakaambiwa enda mfanye hivi. And you know, his story will charge them. You know, unaweza kuwa unadanganya watu hapa na uwezi kudanganya Mungu. But what I'm saying, niliangalia kitu kingine nikashangaa sana. Hata huko Keumbu pia kulikuwa na watu wengine walikuwa na mapanga. You can't believe it. Iko watu vile hiyo mheshimiwa Saidi alisema
kulikuwa na watu wengine tena from another group. Is only that the group ya hii photos, you don't talk musite photos rooms. Iko photos wengine walikuwa wengi wakashinda wale photos wengine. Ndio watu koka to be precise for you. I know you want him to say wounds. There were two types of wounds huko. Mia in Nakuru town in West we don't have wounds. Huko chini kulikuwa na two types of people. Iko wale walikuwa for linda wananchi, iko wale wengine hawakuwa for linda wananchi. You know some percent mia karibu. Nikaangalia nikaona iko wachache, wale wachache walikuwa for linda wananchi, wale wengine hawakuwa for linda wananchi wakakimbiza ndio wakaanza kupigana. And at the end of the day, in fact ile watu walikuwa for bwana Lindiji wakichua wakakuwa wengi wakafukuza wale wengine. Wacha nikuuliza pale Kisumu. Mliangalia mkaona watu wengi sana wanakuja wako na mishahara wanataka kwenda kwa ile kanisa. Walifika. Pikipiki ilichoma. Nauliza wewe ndio unauliza swali. Walichoma unajua pikipiki zilichoma. Ulisikia watu wengine walipigwa wale walikuwa na mishahara. Wakafukuzwa. Wakafukuzwa hawakuingia kwa kanisa. Nani alikuwa anawapiga? Si huyu si walikuwa hata sasa. Mimi amridheni yule mtu kwako na kunisi wake. Is already that nyinyi mkiangalia watu kama mna focus kwa ile watu wa serikali. Mnasema wale watu wa serikali kila mtu wako na wounds. So I'm expecting if they didn't have wounds basi wangeingia mpaka kwa kanisa, lakini hawakuingia. Why mbona hawakuingia? Kwa sababu kulikuwa na watu ulipase them. Hii watu nani aliwatoa? Iko watu walitoka nyumbani wakakuja kukaa hapo. Si hata watu walikuwa wamejiama wakafukuza wale wengine. Hii maneno ya watu wounds wacha tuache hiyo. Let's say that photos are fighting because of their leaders. That would be the best language. Lakini but kama hao wengine wanatembea na hao wengine why are you blaming the government? Yaani tuseme mimi nimekuja na wounds wangu wamepigwa wamefukuzwa, but me I don't support the government. Why should you talk about the wounds wale wangu na waongee wale walikuwa baada hiyo ya serikali? Let's wacha tuwache maneno ya hatari tu. Just let's say that watu wawache hii. You know in your pussy atu wanapeleka watu wanaenda kupigana. That is because unajua watu wanapigana kwa sababu wamekosa ajira. So let's create employment for people. Wacha tu create watu waendelee kufanya kazi, utaona watu wanapigana. Sasa kama hii ilikuwa Nyahururu, you cannot believe it. That ile watu walikuwa wanasuia watu linda mwananchi walipata kichapo ile ya chapo. Sasa hivi wako hospitali. Wale walikuwa na oppose linda mwananchi. They were overpowered. What does hiyo inakuonyesha nini? Inakuonyesha wananchi wako na serikali. That's why they are coming out in protest that hivi watu mnaleta wajaji hapa lazima tuwatandike. Walitandikwa mpaka wakaenda mahali walienda. Is the country headed in the right direction? No, it's not. The country is not in the right direction. Right direction when people walk with arrows, when people walk with the bangers. What is happening in Keum? When the police officers are watching people killing each other, can you say we are on the right direction? When you look at hii ilifanyika Nyahururu, where have we taken intelligence ya hii nchi? Sasa nimeita watu hapa nje leo tunataka kupeana pasali. I'm sure what the intelligence they have written a report by now by saying that Mheshimiwa Rama is meeting people to discuss about pasali issues. If they have not written that today, then they are failing. So what about when you are calling people in numbers kuwapea mapanga, kuwapea nini ya machembe, miti ya machembe? Where are we taking our intelligence? That's what I'm asking. Intelligence ya Kenya kama imeanguka, imeshindwa kufanya kazi. Let them give proper intelligence reports to the government. And you know people are saying that the police officers are not acting. Police officers don't do intelligence. The police officers act on intelligence from the intelligence department, which I'm sure it is not pushing to the right thing. Sometimes hapa Nakuru unakaa kidogo unaona county commander anakupigia simu anasema mheshimiwa leo tunasikia unafanya kazi fulani. You know we feel happy when you county commander calls you, when the hospital calls you, when the hospital sends security. Wako hapo nje wanasema mheshimiwa Rama anapenda pasa Rwanda. Hakuna kitu kitafanyika when they come here
hiyo tunajua at least the government is aware that we are doing something. Lakini when you find people killing each other and the government says it doesn't know, you know, people are concentrating. Ile shida tumepata Kenya, people are concentrating on I think 3 people. What they are doing? 3. They are talking about Gachagua, Kalonzo or Matiang'i. Nothing else. You see intelligence ya nini hiyo? Why? Those people they are also looking for votes. Tukifika 2027 all seats should be vacant. Hakuna hata yangu hapa itakuwa vacant. Ya governor itakuwa vacant, ya president itakuwa vacant. So hakuna mtu anataka kiti ya mwingine, is the law. So uweze kuambia watu kwa sababu mtu anataka kusimama presidency, mnamulika yeye sana mpaka you lose focus. Mnapeleka watu waende kupigana wafanye nini? Kama watu yote karao. What's happening in Okarao? Yani wewe ukiangalia, is this normal government or is there something wrong? Because kila kitu inafanywa hapo. Saa hii Okarao kila kitu inafanywa hapo. Maparapara ndio yeye nalimwa. Wanaenda wanaleta damu, wanaleta hata poti, wanaweka nini mpaka samaki, kila kitu. Wanaleta mattress, ni kama watu ya Okarao wajawahi kuwa na mattress, ni kama walikuwa wanalala chini. I was even surprised that hata viatu. He said that this government is very desperate. I don't know why people should spend periods on one constituency when other places that we are missing many things. I mean, kama watu wamekuweka uongozi wamesema wakutaki, you don't need to fight them. Why? Mimi na Nakuru Town West hivi nimepigiwa kura wasema wataki Harama. I will just go down here tell them what I've done. What decide kama Harama amefanya ama hajafanya. Lakini ukianza kuweka watu vile nimeona hiyo ya Kiarao where all government machineries, you can imagine that the democracy demands that watu ya pande hiyo waende wapigie mtu wanataka kura. Don't you think if we elect the UDA candidate in Okarao, don't you think we are electing the wrong person? Because hii mtu ajaenda kueleza kazi yake ila anaenda kufanyia watu. Ministers wote wameanguka hapo. Ma-PS wote wameanguka. All government parastatals people wameanguka hapo. What hiyo mtu ataenda kufanya kazi namna gani? Because yeye people are being bribed left right. Then you can see what the IPC they are saying that they want to call people waende kueleza. Wanaenda kueleza nini? This is in public domain. Kwani hiyo mamatros yameandikwa GK. GOK imetoka wapi? Imetoka, that's bribery. Where you find a member of parliament anasimama anaambia watu ati nimekuja hapa na 1.2 million and I'm coming with more, elect hii mtu ya UDA. That is hiyo ni nini? Then they are asking us, wanasema ati they will disqualify candidates who are fine. They will disqualify the UDA candidate because it is clearly seen that the people who are bribing what we are UDA, those UDA members of parliament who are there, they are giving people money left right. And I can tell you, even if they give that much money, what we are Okarao, they have decided they are not going to vote people because they have been bribed. That is bribery, but they should start arresting those people. You start from the ones you know to the unknown. So what you orienta pale, you know, I was really embarrassed. I was even telling the judge yesterday where I went. Niwaambia, I'm embarrassed being called a member of parliament. When you find a member of parliament anaambia watu ati ukienda kupiga kura si kitambulisho inatakikana, ni wakati gani? Unataka kusema na yeye ni mtu amesimama kura ameshinda mara 3. Kwani unaenda kuambia watu ati hakuna kitambulisho inatakikana ukienda kupiga kura? What are you saying? Alafu watu wanaanza kuuliza ati IPC inauliza ati tunataka tuanze kuita watu tuoje hao tuwachukulia hatua. Let them take hatua, waliona hiyo clip. Those people should be, in fact I'm embarrassed because hata nilikuwa nimeona juice my neighbor here constituency, mtu mnasimama mnaanza kuongea how people are getting married, how people are divorcing, how people, and you know, I was even wondering, I called my good friend Mao, nikamwambia Mao, don't allow such things to happen if you want to be a leader. Maneno ya mtu amefukuza mabibi yake, maneno ya mtu vile anaishi is not our problem. Our problem, we want people to be elected, people have integrity, watu watakuja kusongeza constituents from point A to point B. People have become, unajua ni ile pesa watu wamepewa mpaka sasa imefanya wameruka makichwa.
people are worshiping money instead of worshiping God. Let's tusianze hiyo maneno hiyo ya kwenda kuongea vitu yatafanya. At least I can say in Nakuru Town West, hata hapa nitaongelea hapa chini, mimi nimesema nitakuwa naomba kura yangu tu, na maybe nitaombea mtu, unaona tunaweza kusaidiana kwenda mbele. Lakini maneno ya watu kuanza kutusiana, kuleta watu, and I've been defending people, nasema let's not have wounds, let's have photos. Mheshimiwa Murkomen hapo processed sana na Gachagua, unamwambia kwa sababu yeye hapo ni sawa. I've said they are already looking at 3 people. Why do you talk about the Gachagua every now and again? To me it's not making sense. If they have personal issues, siku hizi iko masimu, iko inbox, just tukanana kwa inbox na you know, nyinyi amjangalia the moment Murkomen talks about Gachagua comes out more powerful than even before. So who is losing? Who is losing? Let's be very sincere that waja Murkomen afanye kazi ya security tu, akuwe fair, let him be fair. Focusing on one person called Rigiji, wanasema wanajuana. Last time we said wanajuana sana, so kama wanajuana warudi kwa main box bwana, waandikiane ma message kwa inbox, waongee na masimu vile tutaongea, wasianze kutuletea maneno ya personal issues. Kama wako na personal issues, unajua Kenya hii ile kitu utafanya watu waanze kukosana, mrusane deal, mtu achukue pipi yako, hiyo vitu kama hiyo. So watu watuambie hii personal issues wanatuletea ni ya nini? We are not on the right direction. Na hii video inaletwa kwa ile watu William Ruto amepatia. In fact William Ruto watu wanamkosea sana. He has very good intention for this country, lakini ile watu wameweka wanamfanyia kazi wanamkosea. So let him go and look at the type of people he has given for him to work with. William will be having very good intentions, but the implementers are just poor. Sasa how do you trust the police officers or security when you find kama ile ya Kisumu police officers are working with those people who have bows and arrows? Ukiangalia Kisii askari walikuwa wanasimama, watu wako huko Keumbu, askari wanasimama na mapunduki wanaangalia watu wako na. So how do you trust them? You must defend yourself. That's what people are doing. Sasa unataka kuniambia kama hapa nje ningekuwa na watu wanataka kuniletea vurugu, I would be having people here to defend me. So let's the government do this work, wacha watu wajiwe waongee, because the constitution is very clear, watu wapate uhuru ya kuongea, na ukiongea kitu ile mbaya iko watu ya national cohesion, you get that. Why do we have national cohesion if sasa kila mtu amekuwa anaongea mbaya? You know, even national cohesion cannot do this work because watu ya serikali wanaongea matope, hii watu kutoka hapa nje wanaongea matope. So ni matope gani mzuri kuliko matope mengine? Wote ni matope. So we cannot allow hiyo ndio wana allow that the people are allowing this nonsense. They should stop. Waja watu waeleze waambiwe. Sasa waja niwaulize, when the president takes a mic and tells people that are brainless, they are useless, they are doing what do you think? What would ile watu chini yako watasema nini? So waja hata president yaambiwe waende tu. Yeye alisema analeta scorecard. Zia concentrate na kazi yake ya soko. Waja nimwambie what your position, they are always like that. Hata mimi hapa Nakuru Town West today I can tell you for free. I always try to do the right things, but I'm waiting opposition from those people who want also to fight. Wanaongea vitu ya ukora. Me, I've never concentrated with them. I concentrate in doing my work and explaining to people what I've done for them. People will judge and know whether what I'm saying is true or what they're saying is true. So even the president waje kuambia watu ati hawana akili, hawana nini. No, that's not the right language. That's not a proper language from the head of government and the head of this country. Hiyo ndamueleza tu. I don't have the capacity to advise the president, but I've given my opinion as a leader also. The guns issue, Mheshimiwa, can it be stopped? Nini yo? Mambo ya guns, inaweza malizwa. I've been saying there are no wounds. Those are desperate fighters. But when you find people walking with arrows and the rungus, now those are criminals. They are not even wounds. They should be treated as such. Let them be arrested. If you arrest the people today who are carrying bows and arrows in the streets and take them to court, and then look for the financiers. Kama Rama,
is the one who is financing them. Waja rama kamoto na hiyo, because financing is also a crime. They are not doing it. Let them arrest the financiers plus the criminal people. Maneno hii itaisha. Watu waende, ukienda mahali unaenda unakubaliwa unauza sera zako. Let's kila mtu aenda auze sera. Because hiyo inatusaidia hii nchi. The government does not belong to one individual. It belongs to all of us. Thank you, sir.